God bless you. Leo nitatoa conclusion ya mjadala unaowatatiza Wakristo wengi duniani. Je, ni kweli Mkristo kuoa wake wengi ni dhambi au sio dhambi? Hii kitu inakuwa inatatiza. Hii kuoa mke mmoja ilitokea wapi? Mbona Ibrahim alikuwa na wake wengi? Huu ni mjadala mzito. Mbona Suleimani alikuwa na wake wengi? Mbona Yakobo ambaye ndio baba wa taifa la Israeli alikuwa na wake wengi? Sasa leo nitatoa conclusion kupitia kitabu kitakatifu cha Biblia. Je, Wakristo wanaruhusiwa kuoa wake wengi au wanatakiwa kuoa mke mmoja tu? Ni somo zito na somo zuri zaidi. Nikuombe kwanza uweze kusubscribe na kutufollow ili uweze kupata habari hii kwa undani zaidi na uweze kupata mafundisho haya kwa uelewa mpana zaidi. Maandiko matakatifu yamezungumza elimu ya ndoa kwenye vipindi vikuu vitatu kwenye Biblia. Kitabu cha Mwanzo alizungumza Mungu mwenyewe. Vile vile kuna Torati ya Wayahudi ambapo ilitolewa mwongozo na Mungu juu ya watu ambao walikuwa na msimamo mikali. Lakini awamu ya tatu Yesu alizungumza yeye mwenyewe. Anaonaje? Yesu alikuwa mwalimu. Kwa Kiebrania walikuwa wanamuita Rabi, tafsiri yake ni mwalimu. Na yeye alikuwa anafundisha kwenye makusanyiko ya watu. Sifa ya mwalimu, anakuwa na wanafunzi kadha wa kadha. Na wengi waliomsikiliza walikuwa wanapata maarifa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu aliwahi kutoa maagizo kwenye masuala ya ndoa. Ngoja nikusome Biblia takatifu hapa ili uweze kupata maarifa ambayo yatakuongoza vizuri na utakuwa mtu mwenye msimamo zaidi. Kitabu cha Mwanzo 2:24 inasema hivi: kwa huyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Biblia inasema huyo mtu ambaye ni mwanaume ataachana na baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake. Biblia haikumwagiza mtu kwenye kitabu cha Mwanzo aambatane na wake zake. Neno mke ni neno lenye nafsi ya umoja, na wao wakioana watakuwa ni mwili mmoja. Lakini Yesu anaendelea kwa kusema, analejea hii katika Mathayo 19:4 mpaka mstari wa 6. Anasema, Mungu alichokiunganisha mtu asikitenganishe. Sasa kuna kitu kinaitwa polygamy. Hizi ndoa za mwanaume mmoja kuwa na wanawake wengi. Ukisoma tamaduni za Waebrania, wao ziliwaruhusu mtu mmoja kuwa na wake wengi. Tamaduni za Waebrania. Unajua kwenye Biblia kuna vitu vingine inawezekana waliandikiwa Walawi, waliandikiwa watu wa wapi, zilikuwa ni sheria zao. Hata ukiangalia Ibrahim alikuwa na wanawake, hapa naona wanawake wawili, Sara pamoja na Yajil. Ukiangalia Yakobo alikuwa na wanawake wawili, Lea pamoja na Raheli. Lakini ukiangalia Daudi vile vile the same, alikuwa na wanawake wengi. Mfalme Suleimani alikuwa na wanawake wengi. Lakini Yesu baada ya ujio wake, baada ya kuona watu wakioa wake wengi inatokea migogoro endapo baba atafariki, akatoa suggestion, akatoa pendekezo au maelekezo. Na kitamaduni za kiasili, mtu mkubwa au mtu mwenye cheo akitoa maelekezo fulani ni sheria.
Yesu aliwahi kuzungumza kwenye Agano Jipya. Sasa ukisoma kitabu cha Timotheo, alisema, kwanza ilianzia kwa viongozi. Timotheo 1:6, viongozi wa kanisa wawe na mke mmoja. Alianza kwa viongozi kwanza. Hii sheria iliingizwa kwanza kwa viongozi wa makanisa, wawe na mke mmoja. Viongozi wa makanisa wawe na mke mmoja. Lakini sheria hii Yesu akaizungumzia zaidi kwenye kitabu cha Wakorinto 7:2. Inasema kila mtu awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanaume awe na mume wake mwenyewe. Yesu alizungumza hii kwenye kitabu cha Wakorinto 7:2. Kila mtu awe na mke wake mwenyewe, na kila mke awe na mume wake mwenyewe. Hapa namaanisha kila mwanaume awe na mke wake, sio wake, na kila mwanamke awe na mume wake. Sasa watu wanaenda mbali, leo dunia wanawake ni wengi kuliko wanaume. Sasa inawezekana dunia wanawake wengi kuliko wanaume. Unahakika gani kama Wakristo wanawake ni wengi kuliko Wakristo wanaume? Ulisha kufanya sensa wa Kristo wote duniani ukabaini? Kama wao imani zao zinawaruhusu, ni wao. Naitwa Lev Yazia, ni mwalimu wa masuala ya kiimani, kiuchumi pamoja na kijamii. Napatikana kwenye social networks zote kama vile TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube pamoja na Instagram. Na usiache kutufollow, kulike, kucomment pamoja na kushare, ili uwe wa kwanza miongoni mwa wadau wetu ambao watakuwa wanapata mafundisho yetu mazuri mara pale pindi tu yanapoweza kutoka.